الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia taufiki kufika sehemu kama hapa. Hapa ni sehemu ya reli. Leo hatuko Jacaranda, tuko hapa kwa reli, na Waislamu tumesimama mbele yenu kwa sababu ya yule ndugu yetu muadhin. Pesa imepatikana kiasi fulani na imebaki kama 1080 hivi, na tumesimama mbele yenu, tunataka hiyo shilingi 1080 kutoka nyinyi Waislamu, kwani huyu ndugu yetu hana mandugu wengine, sisi ndio mandugu zake, na mmeona hali yake vile ilivyo. So ili kuweza usaidizi wake kutimia, imebaki shilingi 1080 peke yake. Hiyo shilingi 1080 inaweza tolewa na watu wanne tu, kila mmoja akituma 2020 itakuwa imetimia. Na tunatarajia kuanzia Jumatatu, Jumanne, mwisho ni Jumanne, tuende kwa duka tumnunulie hiyo pikipiki na yale yamebaki tumkabidhi. Kwa hivyo ndugu zangu, tunataka hiyo hela kutoka kwenu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mlikuwa mnatoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na leo mtoe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mnaweza tolea wazazi wenu, mama yako, baba yako, ndugu yako, shangazi yako, babu yako, au kwa nafsi yako. Kwa hivyo ndugu zangu, tunataka hiyo shilingi 1080 kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tupate ikiwezekana kesho kutwa iwe imetimia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha al mushrikun. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, Mwenyezi Mungu ambaye hakuzaa wala kuzaliwa, Mwenyezi Mungu ambaye ni wa tangu na tangu, yeye ambaye ni uwezo na uwezo siwezo na chochote kilichowezeshwa, na vile vile kumtakia rehema na amani mtume wa mwisho, jemedari wa umma, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza kabisa ningependa kuhusia nafsi yangu bila kuzisahau nafsi zenu katika swala nzima la kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, Waislamu, ni kama hivyo Sheikh Ali ametangulia kusema ya kwamba maendeleo ni mazuri, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wakati alipokuwa anazungumzia biashara anatuuliza sisi Waislamu ya kwamba je, niwajulisheni biashara ambayo mtakaoifanya itamwepusha ninyi na adhabu yumizayo? Mwenyezi Mungu akasema ya kwamba ni kumwamini Mwenyezi Mungu, pili kumwamini mtume wake, halafu tena tatu ni kupigania dini ya Mwenyezi Mungu. Na katika kupigania dini ya Mwenyezi Mungu huku kunakotajwa na Mwenyezi Mungu ni kunatumika mali na nafsi. Mwenyezi Mungu anasema kwamba bi amwalihim wa anfusihim dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kama qala tabaraka wa ta'ala, ya kwamba katika biashara hii kuna wale ambao wanajitolea nafsi zao na kuna wale ambao wanajitolea mali. Katika kazi hii, kazi ya Mwenyezi Mungu ni kazi pana sana, na ni lazima kuwepo na watu wa kujitolea mambo kama haya. Sasa sisi tunawatarajia nyinyi Waislamu ndio support yetu wakubwa, na sasa sisi tumejitolea nafsi. Sehemu ambayo unakuta kwamba tunashindwa ndio sehemu ambayo tunakuja mbele zenu, tunakuja tunawaambieni, jamani ndugu zetu, hii sehemu angalau tumegafirika hapa, tumeshindwa, tunaomba uungwaji mkono kutoka kwenu. Kwa hivyo bado tunakuja kwenu kwa mara nyingine ya kwamba tuweze kukamilisha kiwango kilichosalia, na siku hizi kwa kweli zinakimbia kweli kweli, na tulikuwa tumesema ya kwamba ni kati ya kesho kutwa na mtona mtondogo, lakini ikifika Jumatatu, Jumanne ndio zimekamilika, inshallah itakuwa ni bora zaidi. Alafu tena ndio tuweze kwenda madukani, twende tuchukue huo mzigo tuweze kuwapelekea waanze kuutumia na uweze kuwasaidia kama vile tulivyokuwa tumesema. Mimi si kwamba ninao mengi sana,
ila ninaomba tu, ni ombi kwenu Waislamu ya kwamba miongoni mwa vitu, kumbuka kwamba hizi sadaka zinaokoa au zinatuokoa na mambo mengi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba jitibuni maradhi yenu kwa kutoa sadaka. Kwa hivyo maradhi uliyokuwa nayo, ima ni maradhi ya mwili au ni maradhi ya nyoyo, yanatibiwa na sadaka. Jambo lingine ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba as-sadaqatu junna, sadaka ni kinga. Kwa hivyo kinga ya mambo ambayo lima ni mwizi, moto, hasara na mambo mengine kama hayo, ndugu zetu Waislamu. Na tulisema ya kwamba sadaka wakati unapoitoa ni bora zaidi wakati unapoinuia sadaka hiyo kwa jambo lile ambalo unalolikusudia kwa Mwenyezi Mungu. Pamoja na kwamba Mwenyezi Mungu anajua shida zako, anajua mitihani yako inayokukumba, lakini katika kutoa kule sadaka Mwenyezi Mungu anazidi kukufanyia wepesi mambo yako. Na watu wengine wanadhani kwamba labda kutoa ndio utaishiwa au utafilisika. Hapana. Wakati unapotoa unahifadhi. Kwanza unahifadhi hapa duniani na vile vile unahifadhi kesho akhera. Kwa sababu vitu vingi ambavyo tunavyo sasa hivi tunavyo, lakini hatujui kesho kutakuwaje. Kwa hivyo Waislamu, ninaomba kwa heshima tuweze kuharakisha jambo hili, tuweze kukamilisha zoezi hili, na Mwenyezi Mungu ataweza kutufanyia wepesi katika biashara zetu, katika maisha yetu, katika ndoa zetu, vile vile katika afya zetu, na Mwenyezi Mungu vile vile atatufanyia wepesi katika familia zetu, watoto wetu, na vile vile biashara zetu tulizokuwa nazo labda kama zinayumba yumba na mambo mengine kama hayo. Ndugu zangu katika imani, wewe nuia, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba katika jambo lolote ambalo tunalolifanya huwa linaangaliwa nia. Inama amalu biniyat, kila jambo ni kwa sababu ya nia. Kwa hivyo nia uweka Muislamu, toa sadaka yako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kisha tuweze kutekeleza jambo hili na utaona malipo yake kwa Mwenyezi Mungu hapa duniani na kesho akhera. Nisiweze kuendelea sana inshallah, kwa sababu tunatarajia kipindi cha kuingia kwenye muhadhara inshallah. Niweze kukamilishia hapo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa afwan minkum inshallah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu kama walivyoongea mashekhe waliotangulia, mimi sina ziada isipokuwa kuongeza machache tu. Waislamu tumebakisha hiyo 1080, na nadhani hiyo tukipata Waislamu 80 watupe shilingi 1000 pia itakuwa ni khairi, na itakuwa tumekamilisha na tumeweza kamilisha hiyo zoezi, na tuende tumkabidhi huyu muadhin aweze ndugu yake aweze kuwa akifanya kazi na yeye awe anaendelea na dialysis. Tuliwaambia kuwa amekuwa katika hii zoezi ya kufanyiwa dialysis kwa muda mwingi, na kwa wiki anaenda mara 2, na ikawa kuna mtihani mkubwa. Mamake akawa ameuza hata zile vitu viko nyumbani, kuku nini, mbuzi, akawa ameuza zote, ni kwa ajili ya kujaribu kumtibu huyu mtoto wake ambaye amekabidhiwa na haya maradhi ambayo ni ya kidney. Na pia alikuwa ndio anaadhini katika huo msikiti, na wakati akona afya yake imerudi vizuri pia anaendelea kuadhini, lakini kwa wiki lazima aende hospitali mara 2 kwenda kufanyiwa dialysis. So Islam tuwaomba katika wale ambao wanajua hali ya kuwasaidia ndugu zao katika ubinadamu waweze kufanya hii zoezi liwe wepesi inshallah. Tunajua hali ni nzito, zama hizi mambo yamekuwa mazito, si hapa Kenya, sio nje ya Kenya, sehemu nyingi mambo ni mazito, lakini kijibana kidogo inshallah kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya kumnusuru Muislamu ndugu yetu ambaye amepatikana na matatizo. Yeyote atakayemstiri Muislamu ndugu yake, Allah atamstiri hapa na kesho siku ya Kiyama. So tufanye sitra ya kumstiri huyu ndugu yetu ambaye ni muadhin, alikuwa akiwaita watu, anawaita watu katika kuja katika kuswali, waje katika kufaulu. So tuweze kufanya hii nusura kwa ajili ya Allah na kwa moyo moja. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mike Kenywa. Hiyo ndio majina yangu. Kenywa, unajua ukisema Kenywa ni mtu wa kutoka Embu? Murang'a na huko Murang'a? Mimi ni mtu wa Murang'a. Murang'a pande gani? Murang'a ni kumwa, kuna Kangema, kuna Maragwa, kuna Makuyu. Kambiti ni location. Kambiti. Hapa Kambiti watu ambao wamechanganya, yani wanaongea lugha zote, anaongea Kikuyu na Kikamba. Asante. Swali gani ungependa kuuliza Waislamu? Kwanza pale Makoyo tuna msikiti. Swali gani ungetaka kujua? Kwa saa hii
Kama sina swali, sasa nitauliza swali gani? Na sisi tuna maswali mengi. Kwa mfano, maswali ambayo tuko nao ni mengi sana. Sijui kama katika maisha haya yote umeishi usaisikia Muhammad. Nasikianga tu akitajwa na watu. Anatajwa kama nani hivi? Shakuwa na rafiki Muislamu. Huyo ndio nisikia akitaja, yani alikuwa ananieleza kidogo kuhusu Muhammad. Something. Hebu sikia Muhammad ni nani? 33:40 Qur'an. Hebu msikie leo mwenyewe usikie Muhammad ni nani. Usikie kwa masikio yako. Na ukiona pia. Unajua kuna watu wengi hawajamjua huyu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikiza Qur'ani na tuzungumziaje kumuhusu. 33:40. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Muhammad si baba wa yote katika wanaume wenu. Asante. Bali yeye ni mtume wa Mungu. Na mwisho wa mitume. Tunaambiwa Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni mwisho wa mitume. Baada yake hakuna mtume mwingine anayekuja katika hii ardhi. Yeye ndio mtume wa mwisho. Na ametumwa kwa watu gani? 21:107 Qur'an. Hebu angalia, huyu ndio mtume wako aliyetumwa kwa ajili yako wewe. Hapo pamoja umenisomea, si ningeuliza swali. Uliza sasa. Yeye na Yesu nani alikuwa wa mwisho? Umesema yeye ndio wa mwisho ama? Yeye na Yesu 61:6 Qur'ani. Yesu alikuwa kabla ya Muhammad. Yesu alitangulia Muhammad. Muhammad ndio amekuja nyuma ya Yesu, lakini wote walikuwa ni Waislamu. Yesu alikuwa ni Muislamu, Muhammad alikuwa ni Muislamu, kwa sababu Mungu aliyewatuma ni mmoja. 61:6 Qur'ani. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na wakumbusha aliposema Nabii Isa bin Maryam. Wakumbusha aliposema Yesu mtoto wa Maryam. Kuambia Mayahudi. Asante. Yenyi wana wa Israeli. Mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Asante. Nisadikishaye aliyokuwa kabla yangu katika Taurati. Na kutoa habari njema ya mtume atakayejia nyuma yangu. Ambaye jina lake litakuwa Ahmad au Muhammad. Yesu anasema kuna mtume anayekuja nyuma yangu, ambaye huyo mtume anayekuja nyuma yangu jina lake litakuwa Ahmad au Muhammad. So Yesu ndiye alitabiri kuwa Muhammad anakuja. Baada ya Yesu kuondoka, Muhammad ndiye anakuja duniani. Kwa hivyo wote ni wametumwa na Mungu. Wote wametumwa na Mungu na wote walikuwa ni Waislamu. Sasa wewe ndio umekataa hawa mitume ukatafuta dini ya Ukristo, wakati Yesu alikuwa ni Muislamu na Muhammad ni Muislamu na wote walikuwa wanajuana vizuri, kwa sababu wametumwa na Mungu mmoja, kwa sababu Mungu ni mmoja, sio wawili au watatu. So mimi nilibatizwa kwa Wakristo, so najua hiyo tu. Pole sana kama ulibatizwa, kwa sababu Yesu katika maisha yake hajabatiza watu. 4:2 Yohana. Lete Biblia. Pole kama ulibatizwa, pole sana. Manake wale walikupeleka katika sehemu ambayo haifai. Yesu mwenyewe hajabatiza mtu hata mmoja. Sasa wewe ulifanya kinyume na Yesu, na ndio unaona tunakuambia ufuate Yesu kuwe Muislamu. 4:2 Yohana mwenyewe. 4:2 mwalimu wangu. Inasema lakini Yesu mwenyewe hakubatiza. Lakini Yesu mwenyewe hajabatiza watu. Na unaambiwa jitieni nila yangu, mujifunze kwangu, kwa sababu Yesu ni mwalimu, yeye hajabatiza watu. Sasa wewe ulipobatizwa, umebatizwa ubatizo wa Yohana ama ubatizo gani? Ubatizo wa Yohana. Sasa mbona ubatizo wa Yohana wakati Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi? Yesu anasema yeye ndio njia, sio Yohana. Sasa wewe unafaa umfuate Yesu, sio ufuate Yohana. Na Yesu alipotumwa anasema ametumwa kwa ajili ya kuwatoa watu katika giza, kuwapeleka katika nuru, kuwaleta katika Uislamu. Sasa wewe unakimbizana upande wa Yohana ya nini kaka? 17:3 Yohana. 17:3 mwalimu wangu. Wewe una tatizo. Wewe kwanza ni innocent inheritor. Wewe ulifuata labda yale uliopata watu wenu wanakueleza. Hebu sikia Yesu anasema. Na uzima wa milele ndio huu. Wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Unasikia? Wanajua Mungu ni mmoja na unajua Yesu alitumwa na Mungu, unapata uzima wa milele. Sio mambo ya kwenda kuwekwa kwa maji. Sasa kuna kibaridi kakaangu, ukiwekwa utapata marimunia. So wewe ulienda ukabatizwa wakati sio amri katika amri za Mungu. Pole lakini. No. Nilifuata tu mfano. Yesu alibatizwa. So ulifuata mfano Yesu alibatizwa. Ubatizo maana yake nini? Kuzaliwa mara ya pili.
Kuzaliwa mara ya pili kutokana na nini? Kuwa mwenye dhambi. Ndio unabatizwa unakuwa kiumbe kipya. Yeah. So Yesu alikuwa na dhambi akabatizwa akawa kiumbe kipya. Yeah. So Yesu alikuwa na dhambi ya kuzaliwa. Na Biblia inasema hakuna mtu anenaye na roho wa Mungu akasema Yesu amelaaniwa, kusema Yesu ana dhambi. Sasa wewe ukisema Yesu ana dhambi unalaaniwa. Kwa sababu umemfanya kuwa Yesu alikuwa na dhambi na ni makosa. Na hakuna dhambi ya kuzaliwa, hata we hauna dhambi ya kuzaliwa. Hatuna dhambi ya asili. Kusema tuna dhambi ya asili ni uongo. Kila mtu atachukua furusi lake mwenyewe. Ezekieli 18:20. Tumsaidie huyu kijana. Unajua wachungaji wamempoteza tu bure. Wampoteza tu bure tu. Hakuna dhambi ya kurithi. Na mbona urithi dhambi haurithi utajiri? Si Adamu alikuwa tajiri sana kwa sababu ameambiwa miliki hizi vitu, angalia hizi vitu. Sasa mbona wewe unarithi tu dhambi lakini urithi utajiri? Nabii Daudi alayhi salam alikuwa tajiri, Nabii Suleimani tajiri. Mbona usirithi hiyo tajiri na urithi tu dhambi? Hakuna kitu kama hiyo kurithi dhambi. Sikiza inasemaje? Inasema mwalimu wangu 18:20, roho itendao dhambi ndio itakayokufa. Angalia hapa kaka, usiseme tunasoma mambo yetu. Roho itendao dhambi ndio itakayokufa. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake. Mtoto hata uchukua uovu wa baba yake. Yaani wewe ubebe dhambi za baba yako. Hakuna kitu kama hiyo. Wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Wala baba hawezi kubeba maovu ya mtoto wake. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake. Na uovu wake mwenye haki utakuwa juu yake. Unasikia? Kila mtu atachukua uovu wake. Na ndio ukisoma 5:6 ama 6:5 kitabu cha Wagalatia inasema na kila mtu atachukua furusi lake mwenyewe. Wewe utaulizwa kwa yale uliyofanya, mimi nitaulizwa kwa yale niliyofanya, na mwingine ataulizwa kwa yale aliyoyafanya. Huwezi ulizwa dhambi ya watu wengine. Mungu sio nini, Mungu ni wa haki. Anauliza mtu kwa yale aliyoyachuma. Kila nafsi itaulizwa kwa yale iliyoyachuma. Hauwezi kubebeshwa dhambi ya Adamu wewe. Sasa hapo nimefahamu kitu. Mwenye alikuambia ati wewe unabebeshwa dhambi ya Adamu alikukosea. Kwa sababu Mungu sio dhalim, Mungu sio mtu, sio Mungu wa kudhulumu. Mungu anauliza mtu kwa yale aliyoyafanya yeye mwenyewe. Na ndio naambiwa kila mwanadamu amefungiwa kitabu cha jazaa yake katika shingo. Inaandikwa chochote ambacho unachokifanya. Hautaulizwa yale aliyoyafanya baba yako, wala hautaulizwa yale aliyoyafanya babu yako, utaulizwa yako. Para vizuri 17 Qur'an tumsaidie 13. Acha tukusaidie tu kaka. Poleni lakini. Unajua Wakristo huwa mnabebeshwa mizigo mingi. Ati wewe umezaliwa leo unaambiwa ati kuna mtu alikufa kwa ajili ya dhambi yako. Alikufa kwa ajili ya dhambi yako na huko hata umezaliwa wakati hiyo. Wewe unazaliwa unaambiwa umebeba dhambi ya Adamu. Umebeba dhambi ya Adamu wakati wa Adamu wewe hujazaliwa. Utabebaje dhambi ya mtu? Kila mtu anaulizwa. Na ndio unasikia kuna siku ya hukumu. Siku ya hukumu kila mtu anasimamishwa, anaulizwa yale aliyoyafanya yeye. Hawezi kuulizwa Adamu alifanya hivi, hapana. Kila mtu anaulizwa wewe umefanya hii, mbona ulifanya hii? Mungu alikataza hii, Mungu alikubali, mbona wewe ulifanya kinyume na Mungu? Na sheria ya Mungu utaulizwa mbona ulivunja hii sheria ya Mungu? Sio mbona babu yako alivunja, hapana. Sikiza inasemaje Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante baba. Na kila mwanadamu tumemfungia jazaa ya vitendo vyake shingoni mwake. Kila mtu amefungiwa vitendo vya jazaa yake katika shingoni mwake. Na tutamtolea siku ya kiyama daftari iliyoandikwa ndani yake kila alilofanya. Unasikia? Mwanadamu ataulizwa kila alilokuwa akilifanya. Yaani wewe utaulizwa yale unayowafanya, mimi nitaulizwa yale ninayowafanya, huyu ataulizwa yale aliyoyafanya. Hauwezi kuulizwa ya mwenzako. Hapana, Mungu hawezi kukudhulumu. Kila mtu ataulizwa kwa yale aliyoyafanya. Ukipita unaingizwa peponi, yani paradise. Ukianguka unapelekwa motoni ambao ni marejeo mabaya mno, unaenda kuteswa na moto wa jahannam. Alafu hakuna hii mithi ya kusema ati kuna moto, kuna kwenda kwa shetani na kuna kwenda kwa Mungu. Hiyo ni uongo. Hakuna moto wa shetani. Moto ni wa Mungu, pepo ni ya Mungu. Shetani pia atakuwa miongoni mwa wale wataadhibiwa motoni. Sasa ukisikia mtu anakuambia ati wewe ukikufa utaenda kwa shetani, huyo ni mtu kichwa yake iko na upungufu. Hakuna kwa shetani.
Sawa? Shetani kiumbe aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu. Hana kwake na hana chake, hata yeye anapata riski kutokana na rehema ya Mwenyezi Mungu, anapata riski. Hana chake. Unapata vizuri eh? So ukiambiwa na mtu ati kuna kwa shetani na kwa Mungu, hiyo kwanza ni uongo ingine iliyotengenezwa. Kila mahali motoni ni kwa Mungu, peponi ni kwa Mungu. Na yeye ndiye atakayehukumu namna kwa matendo, wala hakuna mtu atakayedhulumiwa. Leta swali lingine na nafasi iko ya kuwa Muislamu. Sina swali. Na huo unaelekea kanisa gani? Sasa hii siendi kanisa. Saa hii uendi kanisa. Santi, umefanya vizuri kutokwenda kanisa. 11:17 wa Korinto wa kwanza. Pole sana. Kama ulikuwa ukiendanga zamani, umefanya vizuri kuacha kwenda kanisa. Sikiza inasemaje? 11:17 wa Korinto ni wa kwanza. Muonyeshe kwa macho yake aone ameacha kwenda kanisa huko hapa. 11:17 wa Korinto wa kwanza kwa wenye kuandika. Safiri baba. Lakini katika kuagiza haya siwasifu. Kwa nini? Ya kwamba mnakusanyika si kwa faida bali kwa hasara. Tuna watu tunaambiwa wana mkutano wanakusanyika, lakini hawakusanyiki kwa faida, bali wanakusanyika kwa hasara. Mkutano gani hiyo? Kwa maana kwanza mkutanikapo kanisani. Ala, kumbe mkutano wa hasara unapatikana wapi? Mbona hii mic inaenda ikizima? Mkutano wa hasara unapatikana wapi? Rudia ndio asikie vizuri. Kwa maana kwanza mkutanikapo kanisani. Ala, mkutano wa hasara unapatikana wapi? Kanisani. Endelea chini usikie kwa nini? Nasikia kuna faraka kwenu. Unasikia kuna faraka kwenu. Wengine wanapigania labda ile kakitu kametolewa, wanaenda anafungua kanisa yake, na mwingine naye anachukua kanisa anaweka picha yake na ya bibi yake, manake ni mali yake. Wewe ukienda kuuliza swali unaambiwa kanyaga nje. Na mara vizuri kuna faraka kwenu. Maana nami nusu na sadiki. Nami nusu na sadiki. Kwa sababu gani? Kwa maana lazima kuwapa uzushi kwenu. Lazima kuwe na uzushi. Uzushi ni kuzua mambo. Unasikia mnasema kuna Krismasi ambayo iko karibu, baada ya miezi 2 hivi watu wanaenda Krismasi. Hiyo ni uzushi. Krismasi ni nini? Krismasi Yesu alizaliwa hiyo siku. So Wakristo wanakumbukanga hiyo siku kama kuzaliwa kwa Yesu. Kuna mahali ndani ya Biblia imeandikwa kuwa Krismasi ni kuzaliwa kwa Bwana Yesu. On my side mimi nilifuata ikifuatwa hivyo. So hujaiona? Sijafuata sana Biblia. Wacha nikuonyeshe katika Biblia Krismasi ni mwizi aliyeachiliwa gerezani, sio Yesu kuzaliwa. Kuhusu hapo. So unajua ni mwizi aliyeachiliwa, mnasherekea mwizi kuachiliwa, badala msherekee sherehe ya Idi ambayo imetajwa ndani ya Biblia msherekee Idi, mumeacha kusherekea Idi, unasherekea Krismasi ambayo ni mwizi aliyeachiliwa kutoka gerezani. 52:31 kitabu cha Yeremia. Inasema mwalimu wangu. Tumsaidie huyu kaka bana. Hata ikawa katika mwaka wa 37 wa kuhamishwa kwake Yehoyakini. Ilikuwa ni katika mwaka wa 37. Sasa tuko 2025. Mfalme wa Yuda. Tena alikuwa ni mfalme wa Yuda. Sikiza alikuwa. Katika mwezi wa 12. Tena ilikuwa mwezi wa 12 ndio mnasema Disemba. Siku ya 25 ya mwezi. Tena ilikuwa siku ya 25 ya mwezi December 25th. Sikiza nini kilichotokea? Merodaki mfalme wa Babeli katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake. Akamuinua kichwa chake Yehoyakini mfalme wa Yuda akamtoa gerezani. Kumbe ni mwizi alitolewa gerezani, watu wake wakasherekea kwa sababu mtu wao ameachiliwa kutoka gerezani. Na wewe Mkenya ukadanganywa kuwa ni Yesu amezaliwa. Sasa wewe ni innocent, wewe uliingizwa mzima. Yesu hajazaliwa 25 December. Yesu kama ni kuzaliwa itakuwaje? 1:26 Luka. Tumsaidie huyu kaka. Sikiza atazaliwa mwezi gani? Poleni sana. Huu ni mwizi mnasherekea. Na ndio unaona kuna mtu anaitwa Father Christmas, lakini hakuna Mother Christmas. Mbona kuwe na Father Christmas wakati Yesu hakuwa na baba? Hebu jiulize hiyo swali wewe mwenyewe. Kwa nini waweke Father Christmas wasiweke Mother Christmas? Wakati Yesu anasema hakuwa na baba. Huyu Father Christmas ni nani? Alitokea wapi? Hii mnaweka miti mnasema Christmas tree ilitoka wapi? Hii ilikuwa ni mambo ya kipagani ambao wa European walikuwa wakiyatumia na nyinyi mkayaiga mkachukua mkaweka pale. Sikiza Yesu amezaliwa lini? Utoe point yako. Hayo machache
niko na time, kuna mahali nilikuwa naenda. Asante sana, lakini umepata ujumbe. Asante, karibu sana. Karibu sana. Acha nimsalimie ukidume pia. Manake naye naona kachangamka vizuri. Mimi wananiita Salim. Na mimi naitwa Godfrey. Godfrey. Asante sana Godfrey. Muislamu Kristo? Kristo. Mukristo. Kanisa gani hivi? Siendani kanisa. Kanisa yenyewe uliacha kwenda. Asante sana, hata usiende tena. Karibu katika Uislamu. Swali gani uko nayo ya kuuliza Waislamu? Nataka kujua Yesu alizaliwa lini? 1:26 kitabu cha Luka. Mwezi wa 6. Take that point. Mwezi wa 6. Malaika Gabriel alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya. Jina lake Nazareth. Asante. Kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposa na mtu jina lake Yusufu. Wambari ya Daudi. Asante. Na jina lake bikira huyo ni Mariam. Asante. Akaingia nyumbani kwake akasema, Salam, uliopewa neema. Asante. Bwana yu pamoja nawe. Asante. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake. Akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Asante. Malaika akamwambia, usiogope Mariamu. Kwa nini? Kwa maana umepata neema kwa Mungu. Teremka baba. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume. Na jina lake utamuita Yesu. Kumbe Mariamu ameambiwa katika mwezi wa 6 atachukua mimba. Wewe ukiwa na bibi yako apate mimba mwezi wa 6, atazaa mwezi gani? Atazaa mwezi wa 3. Kumbe kama Yesu kazaliwa, amezaliwa mwezi wa ngapi? Wa 3. Na wewe unasherehekea Krismasi, mwizi kuachiliwa kutoka gerezani. Pole sana, ni venye ulidanganywa, sio kupenda kwako. Wewe ni innocent inheritor. So ndio tunakwambia karibu katika Uislamu. Kwa sababu Biblia inasema usherekee Idi. Wewe ukakataa kusherekea Idi kwa sababu Waislamu ndio wanasherekea Idi, ukatengeneza Krismasi ambayo Biblia haijaitambua. Idi iko wapi? 9:5 Hosea baba. 9:5 mwalimu wangu. Na mtafanya nini katika siku ya mkutano wa Idi? Sikiza tena, unauliza utafanya nini katika mkutano wa siku ya Idi? Na katika siku ya karamu ya Bwana. Na ndio unaona Idi kuna kalamu. Kalamu kwa lugha ya Kiswahili sanifu ni sherehe. Unanipata vizuri? 16:4 kitabu cha nini? Walawi. Tumsaidie pia huyu kaka. Aliacha kwenda kanisa lakini. Na kwa taarifa yako mimi nimefanya uchunguzi. Wanaume wengi siku hizi hawaendi kanisa. Wasapiga darubini wakaona hapa hamna. Kwa sababu ukienda pale inakuwa wewe mwenyewe kiongozi ndiye anabarikiwa peke yake. Kwa sababu ukienda pale pasta anasema yeye anataka gari lakini lazima mchange mnunulie pasta gari, lakini wewe mshirika ukitaka gari unaambiwaje? Uombe. Uombewe. Kwani huyu pasta yeye haamini hii maombi, yeye akitaka gari aombewe? Yaani yeye mwenyewe hatrust hii maombi. Lakini wewe anakuambia uombe, lakini yeye akitaka gari mchange. Fungueni akili. Sikiza inasemaje baba? Sio 16:4. Kumbukumbu baba. Niangalie kumbukumbu. Inasema mwalimu wangu. Nawe utafurahi katika Idi yako. Sikiza, nawe utafurahi katika Idi yako. Biblia ndio inasema 16:14 kitabu cha kumbukumbu la Taurati. Nawe utafurahi katika Idi yako, si katika Krismasi yako. Malizia baba. Wewe mwanao na binti yako na mtumwa wako na mjakazi wako na mlawi na mgeni na yatima. Na unasikia? Na unawaita mayatima. Mnafurahia nao, mnafanya sherehe. Sasa Biblia inakuambia ufurahi katika Idi. Qur'ani inasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akienda katika Idi, lakini hakuna mtume duniani alienda kusherekea Krismasi. Hayupo wala hajaipatikana. 51 Qur'ani, piga fanusi yake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisherekea Idi. Mitume wengine Musa anasherekea Idi, mitume wengine wanasherekea, lakini hakuna mtume duniani aliyesherekea Krismasi. Hajaipatikana. Sikiza habari inasema. Inasema hii sura ambayo mtume akiisoma sana katika hafla kubwa. Katika hafla kubwa, hafla ukisikia ni mkutano kubwa na sala kubwa. Kama sala za Idi. Unasikia kama sala za Idi mtume alikuwa akihudhuria. Nambara vizuri Na wewe inafaa uwe unakuja kusherekea Idi. Ukifika pale usiwe na wasiwasi Naweza pata Unataka kuniambia Wahindi
wanafuatilia vyenye inafaa. Wahindi ukisema Wahindi ni kabila. Na kabila ya Wahindi kuna Waislamu. Na kabila ya Wahindi kuna watu wanaabudu ng'ombe. Baniani ambao wanaweka kakitu hapa. Wale ambao Mombasa juzi wanapeleka chakula kule Kilifi, unasema sijui Rama Hare Krishna Rama sijui nini, unaona wana ile miungu yao ina mikono mingi, unaona. So ukisema Wahindi una generalize, kuna Waislamu, kuna Wakristo Wahindi, kuna na hao wengi percentage nyingine utawapata ni hao ambao wanaabudu ng'ombe, yani miungu ya kisanamu. Napata vizuri. So wote Wahindi wako sawa, isipokuwa wale ambao wamechagua wakawa Waislamu ndio wako sawa. Na wewe pia hauko sawa mpaka uchague uwe Muislamu. Maana hatuwezi kukuhukumu wewe binadamu. Tunakuhusia uwe Muislamu kwa sababu hiyo ndio njia ambayo Mwenyezi Mungu ameipendelea kwa wanadamu wote wawe Waislamu. Unaweza kuwa Muislamu kivipi? Unaweza kuwa Muislamu kivipi? Qur'ani 3 enda 18. Hiyo tu rahisi sana kuwa Muislamu. Sikiza habari baba. 3:18 mwalimu wangu. Anataka kuwa Muislamu. Kwenye kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake na ni mwongozo kwa mcha wa Mwenyezi Mungu na ni kiboko kwa wale walioasi sheria za Mwenyezi Mungu. Asante kaka. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Mwenyezi Mungu ameshuhudia kwamba kuna abudiwaye kwa haki ila yeye tu. Yani ukitamka ukasema hakuna aabudiwaye kwa haki isipokuwa Allah Mwenyezi Mungu, na unamalizia kusema Muhammadur Rasulullah, unakuwa Muislamu. Dakika moja tu, simamisha kidogo tu. Ukikubali Mungu ni mmoja, huyu Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa, na ukakubali Muhammadur Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Mungu, unakuwa Muislamu. Na wakati unasema Muhammadur Rasulullah unakuwa umewakubali manabii wote, kwa sababu ni sharti katika Uislamu kuwakubali manabii wote waliotumwa na Mwenyezi Mungu. Yani hakuna kubagua katika miongoni mwa manabii, lazima ukubali Yesu mtoto wa Maryam ambao ni Isa ibn Maryam, ukubali ni mtume wa Mwenyezi Mungu na alikuwa ni Muislamu ndugu yetu. Na ndio huwa tunashangaa tukiwa msikitini watu huku nje wanasema anastahili kuabudiwa, anastahili Yesu. Tunashangaa watu wanaabudu ndugu yetu Muislamu, na sisi sasa watatuhitaji wakati huu ni ndugu yetu. Unaona? Sasa sisi tunaona hata nyinyi mnatufanya sisi kuwa miungu na ni makosa. Kwa sababu Isa ibn Maryam ndugu yetu katika Uislamu. Waislamu wote ni ndugu. Bada vizuri. Na Yesu hakuwa Muislamu. Alikuwa Muislamu. Tena alikuwa akielekea kwa msikiti kufanya ibada. Sinaonanga kwa Bible wakati alienda, tunaambianga alienda kanisani. Hajaienda kanisani. Wakati alikuta watu wanauza vitu. Alikuwa ni hekalu, sio kanisa. Yesu maisha yake hajaingia kanisa kwa sababu wakati wa Yesu hakukuwa kanisa. Wakati ya Yesu kulikuwa hii 18-19 Yohana baba. Tumfunze huyu kaka. Manake ndio kaka wale ambao walikuwa wamenini kidogo, lakini ametuambia siku hizi haingii kanisa. Sikiza inasemaje? 18-19. Pole. Basi kuhani mkuu akamuuliza Yesu habari za wanafunzi wake. Yesu aliulizwa habari za wanafunzi wake na habari za mafundisho yake. Tena Yesu aliulizwa habari za mafundisho yake. Yaani wewe Yesu unafundisha namna gani? Sikiliza. Yesu akamjibu, Yesu akajibu, mimi nimesema na ulimwengu wazi wazi. Asante. Siku zote nalifundisha katika sinagogi na katika hekalu wakusanyikapo Wayahudi wote. Yesu anasema anafundisha katika sinagogi na katika hekalu. Nyumba ngapi? 2. Hajaifundisha kanisani. Tunaanza na sinagogi. Sinagogi ni nini? Kijiji. Tuulize Biblia, sinagogi ni nini? Pole tu. Bona vitu viko. Muonyeshe sinagogi nini? Sinagogi. Haga. Handi. Msikiti. Sinagogi. Sinagogi. Ni msikiti wa Wayahudi. Ala, kumbe tukianza na sinagogi, tunaona sinagogi ni msikiti Wayahudi kwa sababu Yesu hakuwa Mkamba. Sawa alikuwa wa huko. So Yesu kwanza tunampata anaenda kwa msikiti. Na wewe umekataa kufuata Yesu, unaenda kanisani. So wewe na Yesu ni kama bangi na polisi. Hekalu ni nini? 11:1 Ufunuo. Pole. Hekalu sasa. 11:1 mwalimu wangu. Asante. Nikapewa mwanzi kama fimbo. Na mmoja akaniambia, inuka ukalipime hekalu la Mungu na madhabahu na hao wasujuduo humo. Ala, kumbe watu wa hekalu tunaambiwa wanasujudu.
wanapeleka uso wao chini. Unanielewa? Sasa hawa watu wa hekalu kama wanasujudu watakuwa dini gani? Qur'ani 3:113. Tuulize tu kama wanasujudu. Mtu akisujudu anakuwa dini gani? Tuulize tu. Kwa wepesi tu. Mbona vitu mpola mpola? Unaona? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante kaka. Wao waliopewa kitabu si wote sawa. Asante. Katika hao waliopewa kitabu wamo watu waliotengenea. Asante. Wanasoma aya za Mwenyezi Mungu nyakati za usiku. Asante. Na pia wanasujudu. Yani wamesilimu. Ala, kumbe watu wa hekalu wamesilimu. Wamekuwa Waislamu. Na wewe kama unataka kuwa mtu wa hekalu lazima uwe Muislamu. Kinachokuzuia nini? Una process yenye unaweza kuwa Muislamu. Ni hivi, unanyanyua kidole, unasilimu hapa. Unarudia maneno nyuma yangu na kuwa Muislamu. Uko tayari? Hakuna membership card, hakuna kitu unaitishwa. Ni maneno unarudia nyuma yangu unakuwa Muislamu. Uko tayari? Na kusoma ni free, tutakupeleka hapa, utakuwa ukisoma hapa Mkuru kwa Ruben free. Uko tayari? Sio mambo ati ya kwenda nyumbani sijui ujitayarisha ama nini, ndi hapa ambao tuko. Unatamka maneno unakuwa Muislamu for free. Uko tayari? Angoja kiasi. Angoja kidogo nikuulize maswali. Leta maswali. Hiyo process nitaifuatilia vizuri ili niwe Muislamu. Ni hapa ningekuonyesha. Lakini nikuja Islamic mosque. Hakuna shida. Kuwa Muislamu nimekuambia, unarudia, unasema ashhadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadu rasulullah. Yani unakubali kuwa hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja peke yake, na unakubali Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Unakuwa Muislamu. Hakuna mambo mengine. Hiyo tu ndio unakuwa Muislamu. Ya pili ni kitu inaitwa sala. Sala unaanza kufunzwa polepole pale msikitini mpaka unajua kusali. Mimi mwenyewe nasimama na wewe hapa ni mtu niliyesilimu. Nilikuwa natoka katika Roman Catholic. Nilikuwa nikiabudu pale Roman Catholic. Ikaja Mungu akanipa hidayah, leo nikawa ni Muislamu, nimesilimu na nikaenda nikafunzwa polepole. Hakuna mtu anayezaliwa akiwa anajua jambo. Anafunzwa kisha anajua. Leo mimi nasimama alhamdulillah, naweza zungumza na watu kuhusiana na Uislamu. Juzi tu nilikuwa niko katika ujahilia, niko katika giza. Mungu akaniongoza nikawa Muislamu. Sasa na wewe Mungu anakuongoza uwe Muislamu. Kwa hayo maneno ukitamka unakuwa Muislamu, unaendelea sasa kusoma. Kwa sababu Uislamu pia ni kusoma. Hata mimi unaniona bado mwanafunzi. Lakini nimeomba niende nifikirie. Kabisa wewe fikiria 256. Wala hamna cha kulazimishwa na yoyote. Kazi yetu kufikisha. Sikiza habari inasema. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Hakuna kulazimishwa mtu kuingia katika dini. Yani huwezi kulazimishwa na mtu yote kuwa Muislamu. Hapana. Katika Uislamu hakuna kulazimishana watu kuwa Waislamu. Malizia baba. Uongofu umekwisha pambanuka na upotofu. Basi anamkataa shetani na akamwamini Mwenyezi Mungu. Basi bila shaka yeye ameshika kishiko chenye nguvu kisichokuwa na kuvunjika. Yani wewe ukimkataa shetani unashika njia ya Mwenyezi Mungu, unakuwa Muislamu. Hakuna njia nyingine. Kwa sababu njia ya kwenda kwa Mungu ni moja, sio mbili kakangu. Tunakupenda ndio unaona tunatoka kwa msikiti, tunachukua time yetu, tunakuja tunasimama hapa angalau tukufikishie mawili matatu. Lakini sisi hatuna uwezo wa kumuongoza mtu, anayeongoza mtu ni Mwenyezi Mungu. Kazi yetu ni kufikisha, unapata hidayah kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu akimpenda mja hufungulia kifua chake Uislamu. Unaona? Sasa wewe Mungu anakupenda ndio anakuleta polepole, ndio unaona unaanza kuelewa. Kwa sababu ukifa kama wewe sio Muislamu ni hasara, hatuwezi kukudanganya. Lakini hatuwezi kukuhukumu wakati uko hai. Kwa sababu hatujui kama utasilimu kesho au kesho kutwa, hatujui, anayejua ni Mungu. Kazi yetu na kufikisha, lakini tunakuona ukifa kama wewe si Muislamu itakuwa hasara. Kwa sababu Mungu anasemaje? 3:85 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na anayetaka dini sio kuwa Kiislamu, na yeyote anayetafuta dini sio kuwa ya Kiislamu
basi haitakubaliwa kwake. Mungu anasema hatakubali dini ambayo si ya Uislamu. Malizia. Naye akhera atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Na wewe siku ya mwisho utakuwa miongoni mwa watu wenye hasara kubwa kabisa. Ambara vizuri na hatutaki upate hasara siku ya mwisho. That's why unaona tunajitolea, tunatoka kwa mosque, tunakuja hapa kukulingania, kukuita katika njia ya Mwenyezi Mungu. Tena Mungu anasemaje 16 Surah Nahri 125. Tumsaidie tu huyu kaka pole pole. 16 125. Anasema Mwenyezi Mungu, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waita watu katika njia ya Mola wako kwa hekima na mawaidha mema. Asante. Na ujadiliane nao kwa namna iliyo bora. Na ujadiliane na watu kwa namna iliyo bora, sio kwa kutukana wao au kutukana dini yao. Yani Muislamu anakatazwa kutukana dini ya mtu mwingine, wala kutukana mtu mwingine tumekatazwa. Na ndio unaona tukikuita hatuwezi kukutukana, wala hatuwezi kutukania dini yako, hapana. Malizia. Kwa njia hii huwezi kumvuta mtu. Kwa njia ya kumtukana mtu huwezi kumvuta mtu. Teremka. Hakika Mola wako ndiye anayejua aliyepotea katika njia yake. Mungu ndiye anayejua aliyepotea katika njia yake, na ndio anakuongoza, anakuleta katika njia yake. Kazi yetu kukufikishia. Wakati ulikuwa unaenda huko kanisani, siku hizi naona kuna watu ambao mpaka wanawake wamesema wao ni manabii. Ama ni ukweli wako kanisani unawapata wanasimama wanasema wao ni manabii na ni wanawake. Pole sana. Waislamu hakuna. Waislamu hakuna, kwa sababu nabii wa mwisho ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiona mtu mwingine anajiita nabii, itakuwa kichwa yake iko na matatizo. Na itakuwa huyo ni mtu anayetafuta hela kwa hila, yani kwa uongo, kuwadanganya watu. Pili, Mungu alipowachagua manabii, alichagua watu wa aina gani? 22:75 Qur'an. Muonyeshe. Pole pole ukaka. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante kaka. Mwenyezi Mungu huchagua mitume miongoni mwa malaika na miongoni mwa binadamu. Nako yake ni Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na mwenye kuona. Na Mungu anapochagua manabii huwachagua miongoni mwao malaika na binadamu. Sawa? Lakini wale binadamu wanaochaguliwa huwa ni wanaume. Sawa? Na wanaume ndio wanaambiwa waongoze katika ibada kila sehemu, si wanawake. Wanawake tunawapenda. Ndio dada zetu, ndio mama zetu, ndio bibi zetu. Sio bibi wake zetu. Unajua ukisema bibi katika sehemu nyingine watakwambia bibi ni nyanya. Unanipata vizuri eh? So tunawapenda wanawake, lakini wana kazi yao, na wanaume wamepewa kazi katika kuongoza. Pata vizuri eh? Alafu nilikuwa nataka kwenda inaitwa Saturday, ili ya Saturday. Ulikuwa unataka kwenda uwe msabato? Yes. Pole sana. Itakuwa umepotea, umetoka kwa mkojo ukakanyaga kinyesi. Yani wewe umetoka ya Sunday unaenda ya Saturday, ni kutoka kwa mkojo unakanyaga kinyesi. Kwa sababu kanisa ya amenisomea Bible. Sabato inaelekesha hivyo amesoma. Hakuna. Sabato ilikuanga wakati Banu Israeli wameambiwa wasifanye kazi yoyote, wapumzike, kwa sababu ya ile kazi walikuwa wakifanya wakiwa utumwani. Wewe hujai kuwa utumwani. Sasa wewe hauna hoja ya kusherekea Sabato. Na Sabato ilikuwa ikikupata mahali usiondoke hapo. Na ndio unaona wengine hata wanasema hawapiki, lakini sio kupenda kwao, hawajui. Sawa, ile Sabato saa hii iko ni ile ambayo ilitengenezwa na mwanamke akiitwa Ellen G. White, na makao makuu yao iko hapa Michigan, Amerika. Na alikuwa ametangaza dunia inaisha, alafu ikakosa kuisha, wakiwa na bwana mmoja akiitwa Mike Miller. William Miller walikuwa wametangaza dunia inaisha, haikuisha. Na nipala vizuri. So hii nayo ni mipango ambayo headquarter yao iko Amerika, ni ya wazungu hii wameleta. Bara vizuri hapo hakuna Sabato iko pale wala nini. Siku ya kufanya ibada ni kila siku 18:1 kitabu cha Luka, alafu tumuingize kwa Qur'an. Ibada mfanyie Mungu kila siku, lakini sharti uwe katika Uislamu. Sikiza vitu baba. Ibada haina siku bwana. Ati ina siku ati wewe nitafanya Saturday. Kwani Mungu anapatikana Saturday?
Mungu anapatikana kila siku. Fanya kila siku. Sikiza habari. Akamwambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote. Inapasa umwabudu Mungu na umuombe siku zote. Unapata vizuri, unamuomba na unamfanyia ibada Mungu siku zote inafaa. Lakini wewe ukisema utafanya Saturday, maana yake Mungu wako ana exist katika Saturday peke yake. Mwingine anafanya Sunday, maana yake Mungu wake ana exist katika Sunday. Na ndio unaona ikifika hiyo siku ndio unaona anakaa vizuri, anavaa vizuri, anafanya nini, kwa sababu Mungu wake anapatikana hiyo. Lakini sisi katika Uislamu, Mungu ni katika kila siku unamwabudu mara 5 na unazidisha, kuna swala za sunna na nini nyingi sana. Kila siku mara 5. Mara 5, yani fajr asubuhi saa 11, unaona alafu unaingia saa 7 mchana, saa 10 mchana, saa 12:30 na saa 2 ya usiku. Mara 5 kwa siku. Alafu kuna swala zingine watu wanaamka usiku, unamulilia Mwenyezi Mungu kama kuna matatizo nini, Mungu anakufanyia sahali mambo zako. Pata vizuri Yani Uislamu unakaa 24/7 uko katika twaha ya Mwenyezi Mungu. Yani kumcha Mwenyezi Mungu na unamuogopa Mwenyezi Mungu. Sio ati kumuogopa kwa sababu ya nini? Ni wapi nasema ufanye hiyo mara 5? Asante. Qur'ani 22:36 baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. 24:36. Waonekane kwa kuswali nyakati 5. Ndio hii. Waislamu hatufanyangi vitu kwa kichwa yetu. Tunafanya kulingana na muongozo wa Qur'an. Tunaambiwa wapatikane katika kusali nyakati 5. Samka baba. Katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitukuzwe. Na tena hizo sala unaambiwa utekeleze katika nyumba ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha hiyo nyumba itukuzwe. Na humo litajwe jina lake. Na humo katika hiyo nyumba itajwe jina ya Mungu. Yani misikiti. Yani misikiti ndio tunaenda mara 5 kwa siku. Teremka baba. Mtukoza humo asubuhi na jioni. Yani utawapata Waislamu asubuhi na jioni wanaenda kumtukuza Mwenyezi Mungu. Mara ngapi? 5. Mara 5. Na wewe ukisilimu itakuwa ukienda mara 5. Hivi wewe mtu anayeoga mara 5 kwa siku atakuwa ananuka jasho? Hapana. Na mtu anayeoga wiki mara 1 atakuwa ananuka jasho. Sasa hiyo ndio Uislamu na dini zingine. Yani Uislamu kuabudu kila siku. Maana yake Mungu anakusamehe kila siku. Sasa Muislamu atakayekosa kuingia peponi ni kwa kutaka kwake. Kwa sababu kila kitu umewekewa wazi. Nimekupata. Sasa wakati umenipata, Mungu anasemaje? 2:138 Qur'ani. Kama umenipata sikia Mungu anasemaje. Pole pole baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupamba. Kuweni na nyinyi Waislamu. Allah, kumbe kama umenipata, Mungu anasema Uislamu ni pambo alilotupambia yeye Mungu. Anasema na wewe pia ukuwe nani? Ukuwe nani? Rudia usikie. Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupamba. Kuweni na nyinyi Waislamu. Kuweni na nyinyi Waislamu. So hata wewe unaambiwa ukuwe nani? Muislamu. Kinachozuia nini? Kakangu, nafasi iko. Kinachokuzuia nini? Umepotea hii miaka yote, leo unakuja kuona nuru. Unafaa ukonsort mahali kuwa Muislamu. Haufai kukonsoti yoyote kwa sababu leo kifo ikikupata utakonsoti yoyote kama utakufa? Hapana. Basi. Sasa hivyo kumwabudu Mungu haufai kukonsoti yoyote, inafaa itoke iwe ni uamuzi wako. Kwa sababu wewe leo ukifa tukakuzika, hata iwe uko na nani alikuwa anakupenda mamako mzazi, hawezi kusema hebu wekeni hiyo shimo iwe kubwa na mimi nilale na mtoto wangu. Atasema hivyo? Hapana. Kila mtu anaondoka peke yake. Na kila mtu ataulizwa peke yake. Sasa kinachokuzuia kuwa Muislamu nini? Hakuna kukonsoti yote. Tunasema usipende wazazi au ndugu kuliko wewe unampenda Mungu na umepata haki, ndio hii ni wewe uwe Muislamu kwa nafsi yako, kwa sababu wewe ndio utakayeenda kuulizwa na Mungu. Kila mtu atahudhurishwa mbele ya Mwenyezi Mungu, awe Muislamu awe nani, kila mwanadamu atahudhurishwa mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya hukumu. Na ndio Mungu hakukuumba kama hayawani. Mungu alikuumba akakupa akili, kwa sababu utaulizwa hizo akili ulitumia namna gani. Ndio okay. Alafu hiyo simu na sanguko Qur'ani.
kwa mahali ya kusoma Qur'an. Ukiwa na smartphone utagugu utapata Qur'ani ile unataka, tafsiri ya Kiswahili, tafsiri ya Kizungu. Lakini ukisilimu tunakupa moja. Sipokuwa tujabeba kwa leo. Siko Qur'ani ziko. Inshallah. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Wacha niende. Kuna swali lingine imebaki baki? Hakuna. Nimeshukuru. Nimewapenda. Nimesema nitarudi. Utarudi? Yes. Na sisi tumeshukuru, tunakupenda na tunakuambia 3:19 Qur'an. Yaani hamna shortcut. Kitu tunakueleza ndio hiyo. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Bila shaka dini ya haki mbele Mwenyezi Mungu ni Uislamu. 302 Qur'ani. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha. Wala msife isipokuwa mmekwisha kuwa Waislamu kamili. Sisi tunakuhusia usikufe kama wewe sio Muislamu, kwa sababu utakuwa umeenda katika hasara. Mbona niko na swali? Leta. Mbona Israeli inapigananga na Iran? Israeli wanapigana na Iran? Kwa sababu mtu akichokozwa anakubaliwa kudefend. Sasa kama Israeli wanachokoza Iran wanarusha vitu. Manaka wako na vitu 24:36 Qur'ani 39. Wewe tena sio mtu akuje kwako akupige mangumi ati wewe ukimbie unalia, hapana. Kuna self defense my friend. Unaona mtu akirusha moja na wewe unakaa gangari. Sawa? Lakini hujaambiwa utrain uende ukapige watu, hapana. Kuna self defense. Sasa kama Israeli wanawapiga Iran watakaa hivyo hivyo na wana vitu ya kurusha, wanarusha. Kwa nini wameruhusiwa? 24:39. 22:39 afa. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wameruhusiwa kupigana wale wanaopigwa. Yaani wameruhusiwa kupigana wale wanaopigwa. Kwa nini? Kwa sababu wamedhulumiwa. Kwa sababu wamedhulumiwa. Wewe saa hii mtu ametoka huko anakuweka kofi. Utaenda ukilia si hata wewe utajitetea? Na hata ukienda kotini kuna kitu inaitwa self defense. Yaani mimi nilivamiwa nikajikinga. Na ndio unaona watu wanaenda kutrain karate, watu wanaenda kutrain boxing, na kung fu, sijui monkey style, sijui nini. Yaani wewe ukitrain si ati uende ukipiga watu barabarani, hapana, inaitwa self defense. Maana yake siku utavamiwa utaweza kujitetea. Ni ukweli hapo, nimeitikia. Sasa wale wanajitetea wamechapwa. Israel inafanyanga makosa kupiga nchi zingine. Makosa makubwa. Nimepiga Palestine, Gaza, Lebanon, hizo zote. Wale wanaitwa Zionist. Zionist kazi yao ni kwenda wakiiba shamba za watu. Unanipata? Zionist ni kama wale ambao walikuwa hapa Kenya, walikuwa wanaiba shamba za Wakenya. Wakenya wakaunda kikundi ambao ikaitwa Mau Mau, na ile kikundi ilijulikana, wao walikuwa wanaita terrorism group Mau Mau. Lakini Mau Mau walikuwa wanatetea ardhi zao. Hivyo ndio wale mazionist wanaiba shamba za watu. Hivi leo watu wakuje Kenya waanze kusema ile shamba yako ni yao, wewe utaachia hivi? Uwezi waachilia. Alafu sasa ndio unaona Gaza wanatetea shamba zao na mali yao kwa sababu wanadhulumiwa. Si tunaambiwa kwa Bible, Israel they are appointing by God to be there. Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni story ya jaba. Ati Waisraeli wameappointiwa wae pale. Mungu atawapelekaje ardhi ambayo iko na watu wengine? Israeli kwanza ni mtu. Israeli ni nchi ambayo imeformiwa 1948 na Waingereza ndio wametengeneza. Israeli ni jina ya mtu anaitwa Yakobo. Yakobo ndio alibadilishwa jina akaitwa Israeli. Katika Qur'ani tunaambiwa alikuwa anapenda kutembea usiku ndio akaitwa Israeli. Sasa hakuna nchi inaitwa Israeli. Ni kitu kimeformiwa 1948. Si tunaambia. Na kwanza walikuwa wamechinjwa na mtu anaitwa Hitler. Wakakosa kwa kukimbilia. Wafalestini wakawahurumia, wakawaambia njooni mkae hapa, nao wakamea pembe. Wakati walipewa nafasi ya kukaa. Sasa wanawafukuza wenye waliwakaribisha. Na mbona Bible nasikianga inasema endeni insi mmetumwa na expand. Yani mutambai dunia yote. Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni story kwa sababu wao katika Biblia walialaaniwa kwanza. Sasa mtu amelaaniwa hawezi tena kuletwa katika sehemu ambayo ni salama. Wao wamelaaniwa.
7:12 Yoshua. Ni watu walilaaniwa hawa. Na ndio unaona wanaishi katika dhiki. Hakuna watu wanaoishi katika dhiki katika hii ardhi ya Allah kama hao mabwana. Kazi yao ni usiku na mchana kupigana na watu. Yaani hakuna siku wataishi kwa salama. Wakikaa tu kidogo wanagongwa. Hawana usalama. Lakini angalia mji kama wa Maka, Nabii Ibrahimu aliombea amani. Mpaka leo watu wanaishi na amani. Alhamdulillah. Tende zinatoka huko, unapata mafuta inatoka, yani wanaishi kwa amani kwa dua za manabii. Lakini hao wamelaaniwa na manabii katika ulimi wa Daudi na wa Isa ibn Maryam, waliwalaani. Ndio unaona wanaishi na dhiki kuliko watu wengine duniani. Hakuna situation mbaya kama situation ya vita kila wakati. Na mtu anayepigana na anayepigwa wote huwa wanaumia. Casualties wanapatikana pande zote. Yani ukweli. Sikiza habari, tulia dakika moja. 7:12 Yoshua. Sikiza habari. 7:12 Yoshua mwalimu wangu. Naam baba. Inasema ndiposa wana Israeli hawawezi wakasimama mbele za adui zao. Asante. Wakawapa visogo adui zao. Kwa nini? Kwa sababu wamelaaniwa. Unaona, hawa Israeli hawezi simama mbele ya adui zao kwa sababu wamelaaniwa. Sasa mtu ambaye yuko na laana ya Mwenyezi Mungu anaishi na dhiki. Tena wamelaaniwa na Yesu mtoto wa Maryam, na wamelaaniwa na Daud alayhi salam. Amewalaani. Kwa nini? Kwa sababu ya maasi waliokuwa wakiyafanya. Mwanzo wanawaua manabii wa Mwenyezi Mungu, wanachoma vitabu vya Mwenyezi Mungu, na hawataki kufuata sheria aliyoteremsha Mwenyezi Mungu. Qur'ani 5:79. Sikiza habari. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Walilaaniwa wale waliokufuru miongoni mwa wana wa Israeli. Tena si wote, kwa sababu kuna watu hawajajua vizuri. Hawa wana wa Israeli utapata 18% ni Waislamu. Kwanza Wakristo na washangaa. Wakristo wengi ni watu ambao ni innocent. Unasikia wanasema wana support Israeli. Wakati Israeli kwenyewe hakuna Ukristo, lakini Uislamu huko. Unajua kutokujua ni kitu hatari sana. Najuanga Bible yao na yetu ni different. Ni vitu tofauti sana. Nimesoma lakini na ndio nakueleza hivi, utapata Mkristo ako hapa Kenya anasema nasimama na Israeli kwa sababu yeye kidogo hajielewi. Katika Israeli Wakristo hawafiki 2%, lakini Waislamu ni 18%. 18% ni milioni, ni watu wengi. Unanipata vizuri? Sehemu ambayo, ngoja sasa nikufichulie siri. Sehemu ambayo hata kuna Wakristo ni sehemu ya Palestina. Lakini Wakristo wa hapa utawapata wanasema wanasupporti hawa Zionists, hawa support Palestine. Wakati hata huko Palestine ndio utapata kuna idadi kubwa ya Wakristo wako. Kuna Waislamu, utapata kuna Waislamu Palestine na kuna Wakristo. Kuna Waislamu na Wakristo. Lakini ukiingia pande hiyo wa Israeli ambao ni Zionist, haupati Wakristo huko. Hata wataki kuwaona. Tena wanasema hao ni mshirikina hawa. Lakini wao wanakubali Waislamu kwa sababu Waislamu wamo na wamewapata wako pale. Lakini mtu wako hapa Kenya nasimama na Israeli lakini hajui. Baadaye hata asimame na Palestine kwa sababu katika Palestine kuna Wakristo wako huko wanaumizwa. Hana habari. Ni kwa sababu historia hamtaki kusoma na hamtaki kufuatilia. Nimesoma, nimefuatilia sana. Wewe unajua. Malizia baba, tuchukue swali lingine. Walilaaniwa wale waliokufuru miongoni mwa wana wa Israeli kwa ulimi wa Daudi na wa Isa ibn Maryam. Asante. Hayo ni kwa sababu waliasi na wakapindukia mipaka sana. Kazi yao walikuwa wanamuasi Mwenyezi Mungu na wanapindukia mipaka. Na ndio unaona wao wanaua watoto wakisema watoto ni terrorism. Yaani mtoto mdogo, mtoto wa miaka 3 wanabomu. Naona hiyo. Wanabomu mama mjamzito, wanabomu mpaka mtu ambao ni mzee, wakati kuna sheria mpaka ya vita, huwezi piga watu aina hiyo. Ndio unaona laana inawagonga. Na wanakaa na shida, hawapati amani. Usidanganywe na mtu. Watakuwa na dhiki sana katika ardhi ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya umwagaji wa damu bila ya hatia. Damu ambayo haina hatia wanamwaga. Unamwaga damu ya mtoto, alafu unadhani utakaa na amani? Allah atakuchapa kiboko, kisha mwisho usipotubu na kutia katika moto wa Jahannam. Yesu alikuwa Muislamu ama Christian? Yesu alikuwa Muislamu, nimekufunza sahi. Alikuwa akienda msikiti, ni Muislamu ndugu yetu. Na alikuwa kule, ndio nikakwambia kule kuna Waislamu 18% wako kule. Yesu Muislamu ndugu yetu, kwa sababu Waislamu wote ni ndugu. Qur'ani 3:68. Tumsaidie tu kaka. Maana naona wanapotezwa sana. Na unapata watu wako hapa Kenya wanasema sisi Wakristo tunasimama na Israeli.
Kwanza Israeli wana tabia moja, wale Mazionist, wakiona Mkristo wanamtemea mate. Kwa sababu wanasema hawa ni washirikina, waabudu masanamu. Lakini wanaheshimu Waislamu baadhi yao, sio wote. Maana wanajua Waislamu wanaamini Mungu mmoja. Wale wasomi wao wanajua Uislamu ndio dini ya haki. Sikiza habari inasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Watu wanamkurubia zaidi Ibrahimu ni wale waliomfuata yeye katika zama zake. Piga fanusi yake 68. Kwani dini aliyokuja nayo Nabii Adam alayhi salam inawafikiana kabisa na aliyokuja nayo Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Asante. Na hiyo ya Nabii Musa alayhi salam na ya Nabii Isa alayhi salam na ya Yesu mtoto wa Maryam ilikuwa vivi hivi kabla ya kuharibiwa na Mayahudi na Manaswara. Ilikuwa ni hivi, ni Uislamu bila kuharibiwa kwanza. So walikuwa Waislamu. Uko na swali lingine ama uko tayari kuwa Muislamu? Leta. Kutoka Islamic ilianzia aje kutoka kulingana na Bible na Qur'an? 22:78 Qur'ani. Uislamu umeanza kutoka kwa Nabii Adam alayhi salam. Adam alikuwa ni Muislamu, watoto wake walikuwa ni Waislamu, wakaja hivyo mpaka leo Uislamu huko. Ukristo umeanziwa katika Antiokia na wapagani wa Antiokia. Ndio wameanzisha. Wapagani wa Antiokia ambao iko Syria, hapa katikati ya Syria na Turki. Ndio wameanzisha. Juzi tusikiza habari. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante baba. Na ipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Yeye amekuchagueni muwe umma ulio bora. Wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Nayo dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko. Yani tangu katika vitabu vya zamani huko tumeitwa Waislamu. Tena Ibrahimu ni Muislamu ndugu yetu. Ibrahimu alayhi salam ni Muislamu ndugu yetu. Adam Muislamu ndugu yetu. Nuhu Muislamu ndugu yetu. Isa ibn Maryam, Yesu mtoto wa Maryam Muislamu ndugu yetu. Na tunasema hivyo jua likuwa linawaka kwa sababu ndio haki. Unaambiwa sema ukweli hata kama unauma, ndio hiyo haki. Sio karibu katika Uislamu, sawa? Hapo ni karibu wakati wote, karibu tunakukaribisha, sawa? Haya, brother nikusalimie. Dakika moja tu nikusalimie, manake pia muda nao unakimbia ndio hivyo. Na wewe jiunge kuwa Muislamu, ni free. Karibu hapa tu nikusalimie. Mimi wananiita Salim. Naitwa Dini. Dini. Unaitwa Dini? Muislamu Kristo? Mimi si Muislamu, mimi si Mkristo. Wewe una dini yote uko katikati. Una swali yote ungependa kuuliza Waislamu ama ungependa kujoin kuwa Muislamu? Ni free. Sina swali yote. Uko tayari kuwa Muislamu? Basi nyanyua kidole. Hii ni kidole ya shahada. Sema bismi. Bismillah. Sema bismi. Bismi. Lahi. Rahman. Rahim. Ashhadu an la ilaha illa lahu wa ashhadu anna Muhammadan rasulu lahi. Sema nakiri kwa moyo bila kulazimishwa na mtu kuwa Muislamu. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hakika ya Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Nakiri na kuamini. Mwenyezi Mungu niongoze nife nikiwa Muislamu. Kwa haya maneno machache usakuwa Muislamu. Yani hakuna mambo ya kumwagiliwa maji au nini. Usakuwa Muislamu. Ungependa jina gani katika Uislamu? Kuna majina mazuri. Kuna Muhammad, kuna Isa, kuna Yahya, kuna Yunus, kuna Zakaria, kuna Ibrahim. Ungependa gani? Majina yangu yote ni Islam. Okay. Asante sana. Gani unaitwa sasa? Naitwa Dini Sultan. Mashallah. So karibu sana katika Uislamu na inafaa usome Uislamu. Usaingia kwa darasa ukasoma? Hujaisoma?
Sasa inafaa usome Uislamu. Hebu muone huyu kaka huyu. Huyu kijana mdogo ule anaitwa Ali Maalim. Huyu kijana mdogo huyu ako na nini kofia, huyo kijana mdogo tu. Nikusalimie brother na wewe. Kusilimu na wewe tumalizane. Manake saa hii ni kusilimu, tusione mambo mengi tu. Mimi wananiita Salim. Kuna mambo yaliyobaki, kwani kuna kesi iliyobaki. Wananiita Salim. Obado, asante sana. Obado, unanyanyua tu kidole unakuwa Muislamu. Uislamu ni free. Hapana, si sahihi. Kwani kuna nini? Siko ready. Hauko ready. Kuna nini ambayo inasababisha usiwe ready? Wewe injika swali. Kuna vitu vile inafaa sisi ingia Uislamu. Sasa lete hizo ambayo inasababisha. Lete swali. Mke ndio anasumbua. Kama ni mke si una nini? Swali leta swali. Njoo kwanza kitu wale wanao kuingia lazima ufuate meaning yake. Yani vitu ziko ndani yake kwanza. Meaning ya Uislamu maana yake ni kunyenyekea kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio maana ya al-Islam. Kunyenyekea kwa amri ya Mwenyezi Mungu ndio maana ya Uislamu. Kisia mtu ni Muislamu amenyenyekea katika amri ya Mwenyezi Mungu. Sasa unakwama wapi au swali gani ungependa kuwauliza Waislamu? Ama una swali? Kwa leo sina swali leo. Kwa leo una swali. Umekwama tu vile vile. Bado wewe unaenda kanisani? Yeah. Unaelekea kanisa gani? Katoliki. Katoliki. Yesu alienda gani? Yesu. Yesu naweza sema alikuwa Jewish. Alikuwa Jewish. Na wewe aliyekuambia uende Katoliki nani? Najua kulingana hiyo wakati wakati wa Yesu ilikuwa Jewish pekee ilikuwa hiyo wakati. Ndio nauliza aliyekuongoza uende Katoliki ni nani? Au ni Biblia gani iliyokuambia uende Katoliki? Sawa. Kwa sababu wewe inafaa uongozwe na Biblia. Sawa. Kwa mfano vyenye Kenya unaona inaongozwa na katiba, si ndio tunasemanga? Wanasema Kenya inaongozwa na katiba, ndio ukifanya jambo unaambiwa haiko ndani ya katiba inatupiliwa kotini. Lakini swali, sasa wanadamu wanafaa waongozwe na vitabu vya Mwenyezi Mungu. Sisi Waislamu tunaongozwa na Qur'ani. Wewe unaongozwa na Biblia unavodai. Sasa wapi Biblia inakwambia ukue Katoliki? Sawa, kitu kwanza nilizaliwa tukapata uko Katoliki, si ndio? So ni kuzaliwa ukajipata pale. Tukafuata ile lineage ya familia, hili kitu kwanza. So wewe ni innocent inheritor. Yaani wewe ulifuata wazazi au kufuata yale Mungu anayosema. 2:79 Qur'ani, muda nao naona unakimbia. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. 2:170. 170. Na wanapoambiwa fuateni aliyoteremsha Mwenyezi Mungu. Sisi tunakuambia ufuate aliyoteremsha Mwenyezi Mungu, sio yale ambao umepata atumezaliwa ukapata nao wazazi wako. Usema bali tutafuata yale tuliyokuta nayo baba zetu. Je, hata kama baba zao walikuwa hawafahamu chochote wala hawakuongoka, watafuata tu. Sasa unaulizwa labda babako hakuwa anajua yote, endelea kufuata. Ndani kwa kufuata. So ukipata babako labda alikuwa ni mchawi, sisemi ni mchawi, ukapata anafanya hivyo, wewe utafuata tu. Unajua niliingia ya familia, si ndio? Baada ya nilikaa pale ukaona kuna ukweli. Sema yani kuna vitu naamini ndani yake. Asante. Ama kuna kitu unaangaliwa pale labda ukifagia na ama nini? Kwa mfano, ulijua kuna ukweli gani wakati pale kwanza Katoliki mnaongozwa na mtu anaitwaje? Kwanza tuko na Pope. Wachana Pope ako kule Vatican. Hapa Kenya wanaitwa hapa ni father. Father ako na bibi. Kwa sheria hana bibi. Ana bibi. Sheria gani inasema mwanaume asiwe na bibi? Sheria gani katika Biblia tutolee? Kwa leo nione mahali inasema mtu asiwe na bibi ndio aongoze. Kwa vile sijui, lakini najua historia ya Katoliki vile ilianza. Sio historia ya Katoliki, si Biblia ndio inafaa kuwa mwongozo. Tena itakuwaje mtu anafungisha ndoa wakati yeye hana bibi? Ni swali tu, hata wewe ujiulize. Itakuwaje amepata wapi barua na ndio unaona Yesu maisha yake hakufungisha ndoa ya mtu. Kwa sababu utafungishaje ndoa wakati una bibi? Alafu utapatiaje wanandoa mawaidha wakati wewe huna bibi, hujui bibi mnaishi naye namna gani? Sawa, swali yangu ni sasa, hiyo swali yako umechelewa kwa sababu time nayo imeisha. Njoo kesho kutwa.
kesho kutwa, kwa sababu muda nao umetupa kisogo, tunakimbia kuswali magharibi, swala ya magharibi. So inshallah tutakuwa yupo tu. Unajua lazima kutembea tembea na nini, usiwe na wasiwasi So ndio unaona tunarudi pole pole hivyo mpaka hapo kesho inshallah. Wa hadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.